Hii moja kwa moja mpaka Chole hii. Haina haja ya kukaa hapa. Lakini iko mfukoni, yani nakaa nasubiri nini hapa wakati mambo yote nishakamilisha. Ngoja niondoke moja kwa moja hapa niende kule nikamchukue binti yangu. Kesho nije naye huku mambo yaanze. Najua kule Mwarabu yule, ndakasikosi vitu yule. Anaonekana maisha yake yule mazuri yule, anaonekana yule. Ila anaonekana lakini watajua wenyewe. Ila vile vijira hela nitakwasikosa wala nini pale. Ngoja nikembe moja kwa moja Chole nikamchukue kigoli wangu aje kuozeshwa. Nije nimuozeshe. Subiria hapa magari sasa hivi atakuja hapa, atachelewa. Yakija tu magari ya Chole fasta napanda naondoka zangu na mwai binti yangu atajisikia upweke. Lakini akiniona atajisikia vizuri sana, maana si nimerudi bwana, atafurahi kweli kweli, yani babake nimerudi. Yeye mwenyewe anafurahia ndoa. Na hivi nina pesa, basi itakuwa fresh sana. Cha msingi sasa nitakachokifanya, nitamwambia tu cha kufanya ni kuolewa, wala hakuna kitu kingine. Masala ya hela hii haimuhusu wala nini, wala sio ya kwaka. Mimi si ndo baba bwana. Bila mimi huyo jamaa angemjua wala singemjua. Kwa hiyo haina haja, simpi shilingi 10, yani cha kufanya tu ni kuolewa. Gari hilo linakuja sasa kufanya hapa. Ngoja nipande hapa fasta. Sina muda wa kupoteza hapa, kupanda gari na kuondoka zangu haraka. Ni sina muda kabisa, nitapoteza muda wa nini sasa? Saizi mapema hii nitafika mapema kweli, yani kule Chole kule. Imekuwa kama bahati. Pala bana, yule mtu wako bana, kipala bana, mjomba wako bana, anaonekana kama na tamaa. Mbona alivyoniambia pale eti mimi nitoe milioni ngapi hizo zote bwana nimpe. Lakini sasa nilivyompa ile pale mwenyewe kakubali, lakini umeona, ila sidhani kama kweli ataenda kule mambo atakuwa vizuri bwana. Mimi napenda sana afike salama. Akifika salama mambo yakiwa vizuri itakuwa fresh sana unajua. Wewe unajua mwenyewe kipala kama mimi na hamu ya kuoa muda mrefu kweli. Sina mwanamke wala nini, na yule mke wangu unajua ananizingua, kwa hiyo mimi nitakampigia chini mwenyewe, unajua kila kitu. Lakini ngoja tusubirie. Sasa sijui atatoa jibu lini, maana ndo ameondoka leo huko, sijui atakuwa amefika sasa hivi ndo amejapata hata ile gari lenyewe. Eti kipala, wewe unapofikiria kweli mambo atakubali kweli, atajipa au ndo hivyo mkosi itakuwa kama tamani? Umesikia bwana Mwarabu bwana, wewe kabisa utaki kukata tamaa. Yani tamaa wewe utaki kukata kabisa. Yani neno tamaa toa kabisa. Yani cha kufanya hapo ni nini? Ni kusubiria tu. Yule mwaga maji mjomba wangu yule mimi namjua. Kwa hiyo hakuna shida yoyote. Yeye atafanya mambo mipango. Yani mipango itaenda sawa tu. Na mimi nakuhakikishia wewe utamuoa yule. Yani utamuoa vizuri kabisa. Yani mjomba wangu mwenyewe ukimuona bwana, ukimuona unaambiwa pisi. Yani unasema kama pisi, yani pisi kweli. Yani yuko vizuri hasa. Yani kama kiwembe kile, tuseme kiwembe kikali, sio butu. Yuko safi wewe unajua. Yani mrefu kichize. Yani yuko vizuri kweli. Unasikia bwana Mwarabu bwana? Yani ondoa shaka kabisa. Yani mke pale umepata. Ngoja bana tusubirie majibu yake bwana. Nadhani kesho atanitafuta tu. Akinitafuta basi mambo atakuwa shega. Basi hakuna shida kipala, kama wewe unasema hivyo kwamba unamwamini yule mjomba wako, basi hakuna tatizo lolote. Mimi sina shida kwa lolote bana. Mimi nitamsubiria kama unavyosema. Ngoja tusubirie leo alafu tuangalie na kesho kweli bwana. Wacha tumpe muda basi. Sawa bala kipala bana. Mimi ngoja naondoke zangu nyumbani bana. Maana sijaenda tangu asubuhi. Wacha niende zangu bana. Mambo situshamaliza. Au sio? Au unasemaje bana? Au kuna mambo mengine ya ziada nataka kuligaia? Kwa 5 shusha pumzi taratibu. Kwa mada bana imeisha bana hiyo bana. Sasa sikiliza nikwambie Mwarabu. Mimi sina kitu chochote cha kukwambia wala cha kukugaia. Mimi cha kufanya bana, wacha nikusindikize sawa bana. Wewe cha kufanya mimi nitakupigia simu. Mambo yakiwa tike basi nakupigia simu. Mambo yanakuwa shega kwenye mstari wake vitu vinaenda bana. Sawa bana, wewe niamini tu mimi nitakutafuta. Yani mimi kwanza kabla taja nitafuta, mimi nitamtafuta yeye yule. Nikishamtafuta atanipa majibu yote. Alafu mimi nitakutafuta wewe. Sawa bwana Mwarabu bwana. Ondoa shaka kabisa. Leo nenda kalala vizuri na pumzi zote bwana. Unajua kipala bwana, mimi nakuamini wewe kwa kila jambo. Ndio maana nikasema wewe ni shoga yangu wa kitambo sana. Yaani wewe ni rafiki yangu wa muda mrefu kichidi yale hamna mtu ambaye anajua mimi na wewe urafiki wetu umetoka wapi. Umeona bwana? Mimi lakini laendo tunajua urafiki wetu umetoka mbali kweli yani. Basi sawa bwana, wacha mimi niende nyumbani niwahi kwa sababu tangia asubuhi sijarudi nyumbani, kwa hiyo sijajua kule mazingira yanaendaje. Umeelewa bwana?
Mimi na wewe wote nilipigia simu bana, mambo akiwa sawa bana. Sawa bana Mwarabu. Wewe ndo achaka bana, mambo yameisha bana. Twende basi nikusindikize bana. Twende nikusindikize bana, mimi na wewe tutawasiliana. Mambo yakiwa fresh basi tunawasiliana. Sawa bana, hakuna shida yoyote. Umeelewa bana? Mambo yako vizuri, kila kitu kitakaa sawa bana Mwarabu. Wala usiwe na shaka tu. Haya sawa bwana Kipala bana, kwa hili bana tutaonana rafiki yangu bana, tutazidi kuwasiliana bana. Muda si mrefu bila tutakuwa marafiki, yani sio marafiki tena. Tutakuwa bila yeye ni ndugu bana, tunataka tuunganishe ukoo ndugu yangu Kipala bana. Kwa hiyo kwa hili bana tutawasiliana basi, utanijulisha sawa bana Kipala rafiki yangu. Basi sawa bana, ufike salama huko bana, ufike salama kabisa. Yani nakuombea ufike salama kwa sababu wewe ndo bwana harusi bwana. Ukipata shida huko itakuwa shida kweli kweli bwana. Ufike salama kabisa bwana. Mimi bwana hakuna shida, mimi mwenyewe napenda sana kuwa na udugu kama wewe. Unajua wewe rafiki yangu muda mrefu nakujua, kwa hiyo sisi wote tunajuana. Kwa hiyo bana, kwa hili itakavyokuwa mimi nitakujulisha, hakuna kitu kitaharibika. Umeelewa bana? Hakuna kitaharibika kitu chochote, kila kitu kitakuwa sawa, kila kitu kitaenda kwenye mstari wake Mwarabu. Sawa bana, wala wewe sungura baridi sana, yani baridi kweli kushinda sana umebaki majao. Nataka nigokele moyo sungura kama tatu bana, leo nafurahi kweli, afu ndaenda kweli yani kufanya kaka kwenye glasi, usichewe basi wala ukicheo utausha zote. Sawa mteja, umefika, nitakuletea. Sawa, hata usijali, haraka sasa hivi utazipata bila kuchelewesha. Fanya hivyo bwana, mongezi mengi haribika. Ambia tumilia tena, unataka kitu gani? Ukalete vitu vyako upenigonge hapa, mazingira nijishe burudani bwana, nakusubiria usichelewe sana. Ganga, mimi nimekuja na shida sana, na hakuna kunitatulia shida yangu isipokuwa wewe. Yani tangu natoka jako huko nichejua shida yako, yani shida yako wewe nichejua kabisa, yani kabisa. Chacha vua viatu chacha, ukaya hapo chini hapo, shida yako najua mwanzo mwisho, najua kabisa shida yako. Vua viatu mama, wala si usiogope kabisa. Usiogope kabisa, yani wewe usiogope, vua viatu mama. Shida yako ni kubwa sana, shida yako wewe ni kubwa sana. Wewe unataka jile nini, mali ya mume wako yule ambaye mume wako ya kutaki chindo hivyo bwana. Tata wewe cha kufanya bwana ni rahisi sana, unataka kumuua yule mume ili upate pesa, upate mali yote chindo hivyo, au ninikochea nimekosea, sema kama nimekosea mama. Sasa vipi, hata hujakosea. Ndio hivyo mimi yule bwana simtaki. Sasa nataka zile mali zote nichukue mie. Nataka yule bwana umuoe, apate ajali kubwa sana, wakati arudi na gari lake apate ajali. Kwa hiyo mimi nataka zile mali zote nichukue mie, nimiliki mie. Umeona, mimi simpendi kweli yani. Hilo chara ni dogo chanya kwangu, hilo chara ndogo chanya, hilo nitasaidia watu wengi chanya. Sasa wewe unataka yule mume wako wafe, umiliki mali rahisi chanya. Sasa kafara inabidi utoe kafara hapa, kafara yake hapa itabidi ulete mbuzi 3, 4 hadi 5. Mbuzi ambaye ana rangi moja, mbuzi mwenye rangi peke yake, ile mimi nitakufanyia. Alafu baada ya kukufanyia sasa mbuzi utafuata. Mwenye watafuata mbuzi baadaye, lakini hivi nakufanyia kwanza vilao keke kwanza, alafu mbuzi utakuja baadaye. Mwenye mama, mimi mtaalamu wa kutosha, hata wananijua hapa mtaani. Mama hiyo imeisha, tutamua usiku mtanya kweupe. Basi bwana mganga, nifanyie hilo swala, au mbuzi sijui kuku watakuja wote kwa pamoja, lakini fanya kwanza dawa ile bwana apate ajali afilie mbali.
Huyu mtoto mshenzi kweli huyu, sijui kaenda wapi au ndo katoroka, maana kote hayupo. Nilimwambia nikija nimkute. Huyu ni ushenzi kabisa, na mimi nishachukua hela za watu. Kaenda wapi mtoto? Ananiumiza kichwa. Sasa hapa nafanyaje hapa? Hapa cha msingi na mimi kukimbia tu, hakuna jinsi. Hela sirudishi, na hapa nina hela za kutosha, ni kukimbia tu kwenda mbali, niende zangu mwana mbaya huko, nikajifungie ndani huko, nibadilishe kila kitu. Hata mjomba Kipala akinipigia nisipatikane, maana shakuwa aibu tena. Msala wake atajua mwenyewe na shobo zake bwana. Naambia kwamba unamwambia mtu kuna mtu ataka kuoa, kumbe mtu mwenyewe hajakubali, na mimi sina hela, nimeforce hivyo. Kwa hiyo vipi natembea zangu, nitamwachia msala mwenyewe. Kama ataenda jela nini atajua mwenyewe kimpango wake. Yani misimo tena natembea hiyo. Taarifa ya habari kutoka Mdudu TV. Inasemekana bana, ajali imetokea hapo Gongo la Mboto hapo. Kuna kijana mmoja amepatikana ameungua na gari hapo. Chanzo cha ajali hakijulikani. Huyo kijana inasemekana anaitwa Mwarabu, alikuwa anatoka zake mwendo wa kasi, amepata ajali. Kwa hiyo mili yake inakaribiwa kutolewa na polisi. Angalia video zaidi upate taarifa. Mbaya imepatikana jamani. Mtu anayemjua huyu bwana huyu basi aende hospitali ya Mkulanga, maana amepata ajali Gongo la Mboto. Polisi wamemkimbiza hospitali Mkulanga huko. Kwa hiyo mtu huyu anaitwa Mwarabu. Kwa hiyo ndo hivyo taarifa hii. Asanteni sana kwa kuangalia taarifa hii. Mtu mwenye ndugu amwambie ndugu yake kwamba kuna ndugu yake amefariki na ajali ya gari Gongo la Mboto huko.